السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله به نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. Kama chairman wa Dubai Da'wa Group kwenye ofisi yetu hapa, tuna furaha kubwa kutembelewa na mzee wetu, shehe wetu Sheikh Salim Ndeda kutoka Nairobi, na amefika hapa. Tunaomba inshallah tumsikize kidogo yale machache ambayo anataka kutupa kuhusiana na project ambayo inaendelea hapa, maktaba ambayo iko hapa, na masuala ya dawa kwa jumla na fikra zozote ambazo za kimaendeleo katika kueleza kauli ya kalima la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Falyatafadhal mashkura. Naam, shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama vile anavyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, maneno matukufu, maneno adhimu kabisa, anasema wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Na ni nani miongoni mwenu aliyoko na neno nzuri la kuwaita watu katika njia ya Mwenyezi Mungu au kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hali ya kuwa yeye anafanya matendo mazuri, na akasema mimi ni miongoni mwa Waislamu. Na hiki ndiko kitu kinachokosekana kwa maduati wengi. Watu wataka kuwaita watu katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini akhlaq zao na mienendo zao tofauti na yale wanayozungumza. Lakini hapa Mwenyezi Mungu ameweka wazi kabisa ni nani aliyoko na neno mzuri, akawa anawaita watu kwa Mwenyezi Mungu, na huku anafanya matendo mazuri, anafanya amal salih, na akasema mimi ni miongoni mwa Waislamu. Allahu akbar. Hii ndio kazi Mwenyezi Mungu ametuchagua kufanya. Kwa hivyo nafurahi katika shirika la Hyundai ambalo kwa kazi waliofanya sasa hivi, angalia, wana ofisi yao, wana maktaba yao hapa, mashallah. Lengo ni kwa ajili ya kutangaza la ilaha illa Allah. Hili ndio lengo. Na ndugu zangu wale watakaofikiwa na hii clip, wallahi lau tungejua sisi investment mahali ya kuwekeza, basi tungewekeza katika kazi walioifanya mitume na manabii. Hii ndio kazi waliokuja kuifanya, kufikisha watu, kuwatoa katika ujinga na kuwaleta katika nuru, katika mwangaza, kwa sababu ujahili na ukafiri ni giza. Uislamu ni nuru, kama alivyotueleza Mwenyezi Mungu, kad ja'akum minallahi nurun wa kitabul mubin. Haya maneno Mwenyezi Mungu ametueleza katika Qur'ani. Kwa hivyo hii, angalia, tumeanza, hii ndio mwanzo mzuri au step mzuri ya kufikia yale malengo yetu, kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam wale tumefika Maka, tunajua Maka alipojenga Ibrahim palikuwa ni mahali padogo, na Mtume pia alipotimilizwa ilikuwa ni sehemu ndogo, lakini sasa hivi wanaingia watu milioni 5-6. Al-Kaaba, ile haramu yenyewe imepanuliwa, inaendelea kupanuliwa. Hii inakuonesha nini? Alianza kidogo, Ibrahimu aliweka zile msingi na kunyanyua kuta za Al-Kaaba. Kulikuwa kuna watu, akaambiwa ita, akasema ya Rabbi, akaambiwa sio kazi yako, kazi ya kufikisha ni ya Mwenyezi Mungu. Leo Maka kila mwaka wanaenda mahujaji au maumarati wangapi kufanya umra au kwenda haji? Kila mwaka mamilioni ya watu. Kwa hivyo hili ndio lengo muasisi kwa Hyundai kuanza jambo kama hili. Kwanza tunamwomba Mwenyezi Mungu awatakabalie, Mwenyezi Mungu awafungulie, Mwenyezi Mungu awanyanyue, iwe ni nyinyi sababu ya kunusurika Uislamu na Waislamu katika nchi ya Kenya, na iwe ndio sababu ya kila nyumba kufika kalma ya la ilaha illa Allah, kwa mwenye kukubali sawa, kwa mwenye kukataa wa ma alaina ila albalagh. Hiyo ndio kazi yetu sisi, tawfiki min Allah ta'ala, hiyo ndio kazi yetu. Kwa hivyo hivi ndio iko, na nikazungumza jambo la pili, tusiondoe macho yetu katika lengo. Let us not lose our focus, kwa sababu kuna dharuba, kuna misukosuko, kuna fitna, kuna mitihani. Hii iliwapata mitume na manabii kiasi ya kwa walichinjwa. Sisi hata kufungwa hatujafungwa, sisi hatujatendeniwa kuchinjwa wala kuuawa. Tuna freedom katika hii nchi kwa uwezo na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuendelee na tufikishe malengo, tujitolelee. Na wale Waislamu ndugu zetu wenye imani watakayeguswa, wana moyo, wajue hii ndio kazi hakika. Ukisikia dawa, hii ndio dawa. Ile nyingine msikitini ni kukumbushana, jamaa tutabeleze ni kuwarudisha kwa Waislamu, lakini kazi ngumu yenye mitihani walioifanya maambia na mursalin ni hii kazi ya kuwalingania wasiokuwa Waislamu, na ni kazi ngumu. Mimi mwenyewe waambia wanangu, kama mnataka hii kazi, tafuteni kazi nyingine. Ni ngumu kwa sababu nimeiona, nimesoma tarehe, nikaona aliyopitia Mtume. Kazi ngumu shekha, kazi ngumu kuliko kazi zote, kazi ya dawa. Kwa hivyo billahi tawfik, na Mungu Mwenyezi Mungu atujalie kheri na tuwafikishe inshallah na malengo yetu yaweze kukamilika, madamu Mwenyezi Mungu ni safi.
na Mwenyezi Mungu tunamwakilisha kama shahidi, basi hakuna lisilokuwa. Anayemwendea Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atamwendea na mambo yake itakuwa ni salama, na alipotuambia Mwenyezi Mungu intansurullah yansurukum. Kwa hivyo tukimnusuru Allah, tukinusuru dini ya Allah, na Allah atatunusuru na itakuwa ni khairu. Billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani na kheri, jazakallah khair. Karibu sana, sisi tuna furaha sana kuweza kutembelea kwa leo, na naomba isiwe mara ya kwanza. Ukija Mombasa usitusahau, si kijana wako na nyinyi jana vile nilikuwa sijajua basi iko hapa, lakini nataka sasa nisijua kabisa. Basi mimi ni mgeni sana, tunakuhitajia zaidi. Allah, kama ulivyoona hii maktaba, na pia kuna upande wa pili hapa, mashaallah, fanya ziara hapo tuangalie. Mashaallah, ni neema kubwa sana. Ndio watu katika upande wa masuala ya ruqya na sheria private. Mashaallah, kama unavyoona hapa, hii ni sehemu ambayo wanatengeneza dawa na dawa tofauti tofauti. Tuko na tuseme hii ni dawa ambayo ndio dawa ambayo tunatengeneza, huwezi kwenda kuipata sehemu nyingine. Ndio inajiita Albattar. Dawa hii ni mchanganyiko wa miti 42. Allahu Akbar. Inatibu maradhi zaidi ya 40 na inapambana na majini sumu, kila aina ya jini ambaye ni sumu biidhnillah. Hiyo dawa kishatumia mtu mashaallah. Na shekhe nilizungumzia hili na mtaliweka kwenye rekodi. Sisi madai tulikuwa tunafanya kazi ya dawa tu, lakini tukawa sehemu nyingi tunaenda, watu wana matatizo, wamefungiwa irizi, watu wanaenda sio, naambiwa lete mbuzi, lete kuku, lete mchele, lete vitu. Watu wanaingizwa katika ushirikina pasipokuwa na elimu. Kwa hivyo dawa, hata maulama wetu, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alikuwa ni shekhe na alikuwa ni tabibu. Ibn Sina tunajua ndio mtu leo mpaka ulimwengu mzima wanasoma vitabu zake. Alikuwa shekhe na aliingia katika mambo ya tibu. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, hao walikuwa ni maulama na walikwenda kwa sababu ya kumsukuma. Kwa hivyo kazi hii ya dawa iambatane na tiba ya kisheria ya kisunna na ruqya kwa ajili ya kuwarudisha watu, kwa sababu sisi lengo letu ni tauhid, ni kuwaita watu katika tauhidi. Ikiwa tunawaita makufaru katika tauhidi, nao Waislamu tunawadhibitisha katika tauhidi, wajue halipatikani sababu yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu ametaka, na likipatikana jambo anakimbiliwa Mwenyezi Mungu katika njia aliyopangilia. Hujaambiwa eti usiende kutafuta, soma Qur'ani. Wanasema min Qur'ani ma huwa shifa wa nunazzilu min al-Qur'an, Allah amesema ni shifa, lakini hujakatazwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waja'alna kulla shay sababa. Kuna sababu. Ukisoma Qur'ani, ukimwelekea Mwenyezi Mungu, ukichukua hii dawa unapona. Hii ndio misingi ambayo tunawarudisha watu. Hizi ni asbab min asbabu za Allah amejalia, kama huwa Allahu ar-Razzaq. Lakini huwezi kaa tu riziki itakuja unaondoka. Unajua Allah razaka, unatawakal kwa Allah, unaenda unafanya sababu ya Allah kukupa hiyo riziki. Naam, sahihi. Sawa. Kwa hivyo hivi ndivyo ilivyo. Kwa hivyo hii ni jambo ambalo ni sahihi, ni jambo ambalo tunapata thawabu mara 3 mara 4 kuwalingania watu kwenye tauhidi. Watu wakiwa na maradhi tunawekea kwenye kusoma Qur'ani na kuwapatia kile ambacho Mwenyezi Mungu amejalia ni sababu, ili wasikwende kwa waganga wakapige ramli waambie walete mbuzi. Hakuna tiba ya mbuzi na kuku na ng'ombe, hakuna. Kwenda baharini kuchinja, hizi ni mambo za shirki. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia fasalli rabbika wanhar, tusali kwa ajili ya Mungu na tuchinje kwa ajili ya Mungu. Hatuchinji ili sababu ya kitu chochote, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaambiwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sura Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. Angalia, inafuata kwenye tauhidi. Hakuna kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa jambo lolote. Allahu akbar. Na hizi Waislamu tunasoma, lakini mafhumu ni madogo. Allah ametunyima, tunasoma tu kutokuelewa na mafhumu. Kwa hivyo hii ni kazi ambayo ni adhimu. Watu wakiwa na matatizo wanasomewa Qur'ani, wanapewa dawa kwa maelekezo, sio kwa masharti. Ni kwa maelekezo. Hii chukua bana, tumia saa hii, kunywa hii ya kuoga na hivyo. Lakini kaambia si nenda usiku saa 9 tafuta njia mbili tupasua nazi. Shekha, hakuna tiba sampuli hiyo. Hii yote ni wizi na conman, na hili jambo ni jambo adhimu. Mwenyezi Mungu abarikie. Na hivi sisi madai tunapotoka kuwaita watu katika tauhidi, tunawashughulika na Waislamu kwa tiba katika tauhidi, masuala ambayo ni tiba inayokubalika kisheria. Hivi bwana, tutaitwa waganga, haitwa Mtume sahirul majnun. Ameitwa shekhe, ameitwa Mtume. Je, Mtume alikuwa mchawi? Mtume alikuwa mwenda wazimu? Lakini ameitwa watu kwa sababu wale tukiwaharibia kazi zao
watatubandika majina, na hatuogopi lawama maadamu Mwenyezi Mungu ndo tumemsimamisha na tunamwangalia yeye ndio msingi wetu. Shekhe, hatuna wasiwasi, nia zetu na azma zetu na kalbi zetu ni sawa, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wallahi hakuna kitu kitazuia hii. Tusimame tuwe na ithibati, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Hiyo istiqama tuwe nayo, basi tusiangalie kulia wala kushoto, bali tumwangalie Mwenyezi Mungu, na hili ndio jambo litakalotufanisha maisha yetu yatakuwa mazuri duniani, kaburini na kesho akhera. Tunakwenda firdaus a'la ma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula huko naambiwa kuna lahmi tayri, kuna matunda thamarat, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruzqna min qabli wa utubi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Shukrani sana, jazakallah khair. Kwa machache ndugu zangu, sisi tumeshukuru sana kuweza kufuatilia kwamba alhamdulillah tuko na mzee wetu, na tumeshukuru sana, na pia tunamwombea Allah azidi kumpe thibati katika dini na mitihani ambayo iko yanayokumbana nayo kuhusiana na masuala ya da'wa. Tunajua changamoto nyingi, lakini bila shaka tunajua yeye anajua changamoto ziko, lakini pia madhali Allah ametuhusia kwamba sisi tuweze kuhusiana. Hata kama mtu anajua, ina maana usia bado mfanya unahitajika. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Enyi mlioamini, subirini, subirishaneni na mshikamane na muogope Allah ili mpate kufaulu. Kwa lazima na sisi pia turejeshe shukrani kwake, saa zetu pia kwake ziweze kufika kama vile ambavyo ametupa nasaha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam adinu nasiha, dini ni tunasihiana. Shukrani sana Sheikh. Nafikiri kuna kitu nilikuwa nataka kumalizia. Nilikuwa naambia hata katika kule kukumbushana, Mwenyezi Mungu anatuita ya ayyuhalladhina, lakini bado anatuambia tukumbushe. Tumeamini lakini tukumbushe. Ukumbusho huko na nasaha zipo, na dini imejengwa kwa misingi ya nasaha. Tukikosa kunasihiana basi